Napenda nichukue fursa hii pia kuipongeza serikali kwa juhudi hii kubwa iliyofanya ya hatimaye kuanzishwa kwa chombo hiki cha bodi hii ya ithibati kwa waandishi wa habari. Kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya vyombo vya habari nchini, kumekuwa pia na ongezeko kubwa la idadi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika vyombo vya habari, jambo ambalo linahitaji usimamizi wa kitaaluma na kuhakikisha waandishi wa habari wanafanya kazi kufuatia maadili ya taaluma yao. Hivyo serikali ilitambua umuhimu wa kuwa na sheria inayosimamia sekta ya habari na kukuza weledi, na kwa mantiki hiyo kuanzisha kwa bodi hii ya ithibati ilianzishwa kwa kuzingatia ile ambapo tarehe 3 mwezi Machi mwaka huu wa 25 Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, waziri wa habari, utamaduni na sheria, aliweza kuzindua bodi hii. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo alizindua bodi hii. Bodi hii ina majukumu kadhaa yanayoainishwa kwa mujibu wa sheria. Majukumu hayo ni pamoja na kuthibitisha na kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo kwa mujibu wa sheria. Nafikiri hili ni muhimu na ambalo tunataka kulitia mkazo sana, kwamba waandishi wa habari wawe ni wale ambao wanafanya kazi baada wakiwa wamehitimu, wamesomea uandishi kwa kiasi fulani kinachohitajika ili kuwa na vigezo maalum, na hiyo ndio itakayoweza kuongeza ile ari na nia halisi ya kuhakikisha kwamba tasnia yetu sasa inayokuwa miongoni mwa professions ambazo zinastahiki, kwa sababu zina watu ambao wanafanya kazi kwa mujibu na kwa kuwa wamesomea. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana na sisi tutatilia mkazo mkubwa katika kazi yetu hii ambayo tumekabidhiwa na serikali, ili kusimamia uzingatiaji wa maadili na taaluma ya waandishi wa habari kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu na kukuza maadili mazuri ya viwango miongoni mwa waandishi wa habari. Kuishauri serikali pia kuwa katika masuala mbalimbali yanayohusiana na shughuli za uandishi wa habari. Ndugu waandishi wa habari, kuthibitisha au accredit waandishi wa habari ni hatua muhimu katika kuhakikisha taaluma ya uandishi wa habari inazingatia viwango vya kitaaluma, maadili na uwajibikaji. Kupitia ithibati itaonyesha waandishi wa habari wenye sifa stahiki na waliopata mafunzo wanahitajika na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii itasaidia kuimarisha uweledi katika tasnia ya habari, kudhibiti usambazaji wa habari zisizo sahihi kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya huduma za habari sura ya 229, kikisomwa pamoja na kanuni ya 17A1 ya kanuni za sheria za huduma ya habari. Tangazo la serikali namba 18 la tarehe 3 Februari mwaka 2017, watu wanaopaswa kuomba ithibati na kupewa vitambulisho ni pamoja na wahariri, editors, reporters, waandishi wa habari wa kujitegemea yani freelancers, wapiga picha yani photographers, wazalishaji wa habari news producers, na watangazaji wa radio na television wanaofanya kazi katika vyombo vya habari. Hiyo ndio orodha ya wale ambao wanawajibika kupata vitambulisho hivi. Tumejaribu kufanya udadavuaji zaidi hivi karibuni na kuangalia kwamba kuna maeneo gani mengine ya wale ambao tunaweza baadaye nao wakawajibika kupata vitambulisho, lakini kwa sababu hili ni andiko la kiserikali hatuwezi tukasema tu juu kwamba na hawa nao na hawa nao. Tutatoa ushauri wetu kwa vyombo husika, ili baadhi ya watu wa habari katika vyombo vya habari ambao labda hawakutajwa hapa lakini bado wanahusika na uhabari, na wao pia waweze kuingia katika utaratibu huu. Ninyi wenyewe mnajua
Kuna watu ambao katika orodha hii hatuwataja, lakini mnajua kwamba na wao wana nguvu ya kuthibitisha au kukubali kuandikwa au kutangazwa kwa taarifa habari kwa habari fulani. Sasa hawa nao ingekuwa vizuri pia, kwa sababu wao ndio watu wa mwisho au watu wenye kutoa agizo na uamuzi wa hili, labda na wao waweze kuingizwa huko. Lakini ninavyosema bado tunachambua kwa sasa. Hii ndio orodha ya watu ambao wanatakiwa kuandikishwa na kupata vitambulisho hivi ambao tunaanza kuvitoa tangu leo. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 17(2), wote hawa waliotajwa wanapaswa kuwa na kiwango cha elimu kuanzia stashahada ya masuala ya habari au inayoendana na masuala hayo, au shahada ya fani nyingine yoyote na shahada ya uandishi wa habari. Tutatoa ufafanuzi wa hili na Patrick atawapeni maelezo zaidi, lakini tunachosisitiza sasa hivi na tumesema tuko mwanzo kwamba it's high time kwamba profession yetu iweze kuthaminiwa, profession yetu iweze kupata hadhi stahiki, na haiwezi kuwa hivyo ikiwa halitakuwa swala la elimu. Umesomea hii kazi, unaijua vizuri, sio tu kwamba yoyote yule Benedict Tobwe Hari ambaye ana uwezo. Sisi zamani hizo enzi zetu, bahati nzuri mimi ni mtu wa enzi hiyo, lakini Mungu amenijalia nimeingia kwenye enzi hii. Enzi zile tulipokuwa Radio Tanzania peke yetu, tulikuwa tukikaa pale, na kukumbuka wenzangu wa majina wengi sasa Mungu amewapenda zaidi. Tulikuwa tunaketi pale Pool Road Radio Tanzania. Yaani hata wakati ule ulikuwa nasema, wewe sasa kama wewe mtangazaji, yaani tofauti yako wewe mtangazaji na mtu yoyote, kwa sababu wewe mtangazaji si sauti. Sasa haya, kila mwenye sauti nzuri na kwa kuwa anazungumza aitwe ni mtangazaji. What's the difference between wewe na mtangazaji yaani wewe mtangazaji na mtu mwingine wa kawaida? It's very important. Lakini ukiacha hiyo itakuwa ni mtu yoyote, na ndicho kilichotokea kwamba ikawachwa basi kila mtu akatumbukia, na kwa ajili hiyo tena ikaonekana kazi hii kumbe kuna haja ya kuelimika. You walk from wherever you are, umetoka huko umeingia, umeamua au mzako kafungua ana senti kidogo kaanzisha radio, wewe ndio mtangazaji wetu. Wewe mtangazaji wetu. Imetuendesha sana. Na of course mfumo ulipobadilika kutoka kuwa na vyombo vichache vya serikali katikati ya 90 ile 95 90 ngapi, mzee Ruksa akaruhusu watu wafungue vyombo vya habari. Kulikuwa hakuna njia. Ilikuwa either kama umefungua radio, kila mzee mengi walipofungua upesi hakuna mahali walivamia Radio Tanzania. Wakachukua kina marehemu kina Charles Hillary kwenda kuanzisha kule kusaidia, lakini ilibidi station ziendelee. Kwa hiyo zifungua nyingi, kila mtu akaanzisha vyombo vyake. Imepita miaka sasa. Almost nawasikia sasa hivi watu wa Star wanaadhimisha karibu miaka 30. Kwa hiyo imepita miaka mingi. Wakati umefika sasa wa kuliacha hilo na kuweza kuingia katika utaratibu ule sahihi. Bodi ya ithibati imepewa mamlaka na sheria hii ya huduma za habari. Kama alivyosema, imeundwa kwa mujibu wa sheria zile. Waziri husika ambaye ni waziri wa habari ameiteua na tayari iko kazini. Na ukisoma ile sheria sasa huduma za habari pamoja na kanuni zake, sheria ya mwaka 2016 pamoja na zile kanuni zake za 2017 zimeipa mamlaka hii bodi ya ithibati sasa namna ya kufanya kazi zake. Pamoja na kwamba inatakiwa sasa kuandaa daftari la waandishi wa habari, na ndio maana kama ulivyoona leo imeanza ule mchakato sasa wa usajili. Kwa maana hiyo kama ilivyosema inafungua ile poto ya usajili, na kila mwandishi wa habari ambaye ana taaluma, kwa sababu sheria inataka kiwango cha chini cha mwandishi wa habari kufanya kazi hii lazima awe na diploma ya uandishi wa habari na kutoka kwenye vyuo vinavyotambulika sheria. Sasa bodi hii vile vile imepewa tu mamlaka mengine ya kufanya kazi. Kama nilivyosema katika mazungumzo,
inaweza kufanya mambo mengine kama zilivyo bodi zingine mnafahamu bodi ya wahasibu, mnafahamu wanakuwa na mitihani yao, sawa, lakini wanasheria, mawakili, unaenda kwenye shule kuu ya sheria, unafanya mitihani. Umesoma ile miaka yako 4 ya kwanza, lakini unaenda tena mwaka mwingine wa shule kuu ya sheria na unafanya mitihani na mpaka ufaulu, ndipo utaomba sasa jaji mkuu wa kuingiza katika ile role ya mawakili. Sasa nimesema bodi hii imeanza kwa njia nafuu sana. Nimeona tu wenyewe tayari wameshatengeneza ile wavuti ambao waandishi wa habari wataingia. Najua waandishi wa habari wamesoma, wengi wana degree, wengine wana diploma. Sawa, wanatakiwa waingie mle ndani wajisajili, sawa, baadaye watapewa press card zao. Lakini nafikiri tunapokwenda huko mbele, bodi hii inaweza kuwa kama nilivyosema, kwa sababu ni swala la kitaaluma. Sheria ya huduma za habari ilipokuja kutengenezwa, lengo lake kubwa ilikuwa ni kutambua uandishi wa habari kama taaluma. Kabla ya kuwa na sheria hii, ni kabla ya mwaka 2016, uandishi wa habari ilikuwa hautambuliki kama taaluma. Watu walikuwa wamesoma mpaka wengine wana degree za uzamivu, lakini haikuwa inatambulika kama ni taaluma. Kwa hiyo sheria ya huduma za habari imekuja sasa, imetambua tasnia hii kuwa ni moja ya taaluma. Waingereza wanasema it's professionalism. Na ukiangalia sheria kwanza wanasema to establish the professionalism, yani kutambua utaaluma wa taaluma ya habari. Kwa hiyo najua baadaye wanaweza kuja kutengeneza sasa hiyo na sheria na kusoma sheria na vile wajibu wa bodi hii mojawapo ni kuhakikisha kwamba inapandisha hadhi ya uandishi wa habari. Ukisoma kwenye vifungu vya sheria imeelekeza namna hiyo. Bodi hii itahakikisha inapandisha. Kwa hiyo nategemea kusema, unaposema utapandisha viwango vya taaluma, maana yake ni pamoja na kuangalia kwamba wanaoingia kwenye taaluma hii je, wameiva kiasi gani na utawajuaje? Lazima uwapime. Kwa hiyo nasema kwamba baadaye wanaweza kuwa na mitihani ya upimaji hasa wanaomaliza zile taaluma zao watakuja nani bodi itawapima kabla ya kuwapatia ile ithibati au kwa ajili ya kuwapatia hizo kadi za uandishi wa habari. Mimi kwangu ni taarifa njema kwa sababu si kitu kipya, tulianza kukisikia na mpaka bodi imeundwa, na leo hii bodi imekuja kutuhakikishia kwamba usajili unaanza rasmi leo. Kwa hiyo nadhani waandishi wa habari tukubali, tusiwe negative, tusipokee yani kama kitu kibaya au kwa kuhudhunika, badala yake tukipokee positively ili mwisho wa siku tuweze kutimiza wajibu wetu, lakini wakati huo bodi na yenyewe itimize wajibu wake kwetu. Kwa nini? Kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba taaluma yetu kwa sasa hivi imevamiwa. Watu wengi wanafanya journalism, tunaita citizen journalism, kwa maana ya kwamba mtu yoyote mwenye simu ambayo anaweza akapiga picha, anaweza akaposti, anageuka kuwa mwandishi. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye vyombo vya habari baadhi kuna watu ambao hawana ABC za uandishi wa habari na utangazaji. Kwa hiyo ni vizuri watu wote tukakaa kwenye mstari, ambao walipewa muda wa miaka 5 mpaka sasa hivi tunasema ni miaka 8, kwamba warudi wakajifunze angalau ABC za uandishi wa habari. Hawajafanya hivyo, basi huu ni wakati mwingine tena wa kufanya hivyo, kwa sababu hii bodi haina msalie mtume, na tumeambiwa hapa mtu atakayejaribu kuweka vyeti feki kwenye mtandao, kwenye system wakati wa kujisajili, basi atakutana na lungu la sheria, kwa sababu hii bodi ina mamlaka ya kushtaki. Kwa hiyo tuwe waaminifu kwenye hili, tutimize wajibu wetu ili mwisho wa siku bodi nayo itimize wajibu wake kwetu sisi. Tuipende tasnia yetu na tuilinde kwa wivu mkubwa, ili mwisho wa siku tutumie kalamu zetu kwa minajili ya kuisaidia jamii ya Kitanzania, lakini pia kuisaidia nchi ili iweze kupiga hatua kimaendeleo.